Habari, naitwa Alex, nipo Moshono. Akasema, je, Hawa alihalalishwa kuwa mke halisi wa Adamu au ni msaidizi? Swali la pili akasema, ni nani alimshawishi shetani kwenda kumjaribu Yesu? Unaona maswali yake ni mawili. La kwanza ameuliza hivi, je, Hawa alihalalishwa kuwa mke halisi wa Adam au alipewa tu nafasi ya cheo cha msaidizi? Na ya pili, ni nani alimshawishi shetani kwenda kumjaribu Yesu? Karibu mwalimu. Asante sana. Mimi nianze na la kwanza, ile ambalo ameuliza Hawa alihalalishwa kuwa mke halisi wa Adam au ni msaidizi. Inaonekana hasa hapa kama kuna mambo mawili yanayochanganya. Ndio. Alikuwa mke au ni msaidizi. Kwanza mimi niseme yote mawili, alikuwa ni mke lakini pia vile vile ni msaidizi. Kwa sababu katika simulizi inayopatikana kwenye kitabu cha Mwanzo, Hawa aliumbwa na Mungu ili awe msaidizi anayefaa kwa Adamu, na pia alikuwa ni mke wake. Kwa neno msaidizi kwa Kiebrania ni ezeri, ndio linatamkwa hivyo, neno msaidizi. Na katika Mwanzo 2:18 humaanisha mwandani au mwanandani. Tuseme mwandani, ukisema mwanandani kuna maanisha kitu kingine. Mwandani ambaye ni msaidizi anayefaa na hutoa msaada, ikiwa ni pamoja na kuwa mwenzi. Yani ndio maana yake, kwa sababu huyu anakuwa ni mwenzi. Na kumbuke Hawa alifanywa kutoka kwa ubavu wa Adam kuwa mke wake na msaidizi wake. Kwa ndio maana hapa tukiangalia hili swali ni kuwa ni yote mawili, kuwa alikuwa ni mke lakini pia vile vile ni msaidizi. Na sasa lazima tuingie ndani kidogo katika kuweza kuangalia hasa au kusindikiza kufanya hii pointi kawa na mashiko. Lazima tuingie ndani kidogo. Sasa je, msaidizi inamaanisha nini haswa katika ndoa? Ndio maana yake. Maana nimesema hapa majibu yote mawili ni sawa. Msaidizi na ni mke, lakini msaidizi inamaanisha nini hasa katika ndoa? Katika tafsiri ya Kiingereza kwenye hicho kitabu cha Mwanzo 2:18, neno linalotumiwa kufafanusha au kumfafanua Hawa kuwa mwenzi wa Adamu limetumiwa katika njia 3 tofauti. Kwa sababu kama nilivyosema kuwa neno asilia na msaidizi ni ezeri kwa Kiebrania. Lakini kwa tafsiri ya Kiingereza huwa inabadilika kati ya haya maneno matatu ya Kiingereza. Neno la kwanza ni helper, neno lingine ni helpmate, alafu neno lingine ni helpmeet. Kwa sababu hapo kuna maneno matatu, helper, helpmate na helpmeet, ambapo kwa Kiswahili yote huja kama msaidizi katika toleo hili la King James Version, kwa sababu kama tunavyojua kwa Kiswahili kidogo kina uchache wa maneno, lakini kwa Kiingereza ndo maneno hayo yote matatu, msaidizi, helper, helpmate na helpmeet. Manake kwa Kiswahili msaidizi au msaidizi mwenza au msaidizi ambaye nisemeje, ni msaidizi yani ambaye sasa mahitaji yote yamekuwa fulfilled kupitia msaidizi huyo. Kwa maneno yote matatu yanamaanisha kitu kimoja, ni mtu ambaye huwa anatoa msaada na usaidizi unaohitajika. Kama neno la Kiebrania linavyosema ezeri, maana yake inapatikana katika sehemu nyingi za Biblia. Msaidizi kirejelea, kwa mfano unaona Biblia inaposema kuwa Bwana ndiye msaada wangu, kwa Kiebrania watasema ni ezeri, kwa sababu yeye ni msaada wangu mimi. Kwa hiyo inatumika kwa njia hii mara nyingi katika Zaburi, kama vile Zaburi ya 115 mstari wa 9, unaposema yeye Israeli umtumaini Bwana maana yeye ndiye msaada wako na ngao yako. Kwa manake kati ya maneno haya matatu inategemea zaidi wakati wa tafsiri, kwani matoleo ya zamani huwa yanatumia helpmate na helpmeet maana ya msaidizi. Kwa na ya kisasa zaidi hutumia helper, ambapo sasa huyu Hawa alikuwa yeye ni helper. Lakini Hawa ndiye aliyemkamilisha Adamu kwa njia ya kipekee sana.
Hawa huyu alimkamilisha Adamu kwa njia ya kipekee, kwa sababu alifanywa kufaa kwa ajili yake, kwa sababu Adamu alikuwa bado hajakamilika. Yani pamoja na vyote alivyonavyo, pamoja na ile Mungu kupitisha wanyama mbele yake, taja majina yake, huyu anaitwa twiga, huyu ataitwa tembo, lakini bado alikuwa hajakamilika. Kwa hiyo Mungu amkamilisha Adamu, Hawa ndo alimkamilisha Adamu kwa njia ya kipekee sana. Kwa sababu Mungu hakutaka Adam awe peke yake, lakini pia alifanywa ajiunge na Adam katika kuzaa watoto waliofanywa tofauti na yeye. Lakini wale yani wamefanywa tofauti na yeye, lakini ni wale kwa maana kuwa ni watu waliotokana na hawa watu wawili. Ni kama vile unavyoona katika ili swala la utatu ambao umeundwa na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu alijua pia kuwa huyu kuwa peke yake kisingekuwa ni kitu kizuri kwa Adam kuwa peke yake. Kama vile katika utatu unavyofanya kazi, pia kadhalika Adam na Hawa, kwa sababu mwanamume na mwanamke wote walikuwa sehemu ya kitengo kimoja, wakitenda kwa njia tofauti ili kutimiza lengo moja wote wawili. Maana kabla ya anguko na dhambi ya Adam, kusudi hili lingekuwa ni utunzaji wa bustani, lakini ndoa pia iliwekwa hapo kwa sababu ndio ilikuwa makusudio hayo. Kwa hiyo mwanamume, unaona kama Mwanzo 24 inavyosema, Mwanzo 2:24 anaposema mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hawa wote wawili watakuwa mwili mmoja. Yes. Kwa katika sura ya kwanza ya Mwanzo, katika masimulizi mafupi ya uumbaji wa mwanadamu, Mungu anawaamuru wazae na kuwa na watoto na kumfanya Hawa awe mshirika sawa na Adam katika kuumba familia ya kwanza. Kwa naomba hapa nieleweke, kuna point tutakuja kuziongea kuwa awe mshirika sawa na Adam katika swala la kuumba au katika swala la familia. Kwa hiyo manake pia awe msaidizi wake katika kulea watoto. Ingawa bustani ya Eden imepotea katika historia, lakini wanaume na wanawake bado wanafanya kazi pamoja kama sehemu mbili za jumla ili kuunda familia mpya na kutumikia kusudi la kuheshimiana. Na pamoja na kuwa hivi katika macho haya ya kawaida bustani haiko tena, ilishapotea. Kwa hiyo sasa swali la iwapo hadhi ya Hawa kama msaidizi inamfanya awe chini ya Adam, ni swali linaloweza kuleta utata kidogo. Kwa hiyo awe msaidizi kwa je, anatakiwa awe chini ya Adam? Ukiangalia kalenda ya matukio katika Mwanzo, Mungu alimuumba kama msaidizi wa Adam kabla ya anguko. Kabla ya lile anguko lile la pale kwenye bustani ya Eden. Kwa bila kumaanisha kwamba alikuwa chini yake. Kwa kama ilivyotajwa awali, nomino ya msaidizi iliyotumiwa katika Mwanzo ingetumiwa katika sehemu nyinginezo za Biblia ili kuonyesha Mungu alivyowasaidia wale waliomwomba msaada. Unaona hivyo? Kwa maana kama Mungu ndio msaada wangu, naye huyu mwanamke aliumbwa kwa namna hiyo, yani ya kuwa ni msaidizi anayefanana kabisa na Adam. Yani sio kuwa yani yeye awe ni inferior, yani hiyo tofauti inaleta tofauti kidogo, tafsiri za kwa zinaleta tofauti kidogo, lakini tutaielewa tu. Ikimaanisha kwamba msaada wa mwanamke unaweza kuwa wa thamani na wenye kustahili, ndio maana yake. Sasa Bwana anathamini wanaume na wanawake kuwa aliwafanya wawe sawa. Kwa maana kuwa Paulo anafafanua ukweli huu kwa maneno haya kuwa hakuna Myahudi, hakuna Mgiriki, hakuna mtumwa wala huru, hakuna mwanamume wala mwanamke. Unaona, ndio Paulo anafafanua hasa kwa maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Kwa hiyo alikuwa anarejelea sasa kabla ya anguko, maana yake ndo ananukuu hayo mama. Na ingawa majukumu na nguvu zao zinaweza kuwa tofauti, Adam na Hawa walikuwa ni nusu mbili sawa za uzima. Yani maana yake hiki na hiki ukikusanya pamoja ndio tutapata yani watazaa mtoto ambaye amekamilika. Kwa ni nusu mbili sawa ambazo ziko sawa za uzima. Ndio maana mwanaume peke yake hawezi kuzaa mtoto. Na kadhalika pia mwanamke peke yake asingeweza kuzaa mtoto. Kwa hiyo kuumba mtoto ajaye kulihitajika watu wawili walioungana ndipo waweze kutokea kiumbe mwingine. Ndio maana ya nusu mbili za uzima zinazofanana. Sasa tunaenda hapa sasa mambo mengi yalibadilika duniani baada ya anguko la Adam.
Hawa alianguka kwa ajili ya majaribu ya Ibilisi ya tamaa ya kuwa kama Mungu. Na Adam pia naye akafuata mfano huo huo. Na dhambi iliingia ulimwenguni, wanyama wakaanza kushambuliana na wanadamu wakatengwa na uhusiano wao wa karibu pamoja na Mungu. Mahali ambapo wakati fulani wangeweza kutembea pamoja naye, sasa ndipo hapo wanapojificha, yani wasimuone Mungu. Mahali ambapo Mungu alikuwa anashuka apige nao story, ndio mahali ambapo wanatafuta miti ya kujificha ili wasitiri wasionane na Mungu. Lakini nyoka Adam na Hawa walikabili kila mmoja wao matokeo ya uchaguzi wao uliokuwa umeuchagua. Na unaona sasa Mungu akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako katika kuzaa, kwa utungu watoto wako, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, na hakika yeye atakutawala. Unaona, ndio hapo sasa mambo yameanza hapo, kwa sababu hili ni agizo. Lakini mwanzo waliumba wako sawa, huyu ni msaidizi. Ndio maana nikaongelea kuhusiana na ile Ezeri kwa Kiebrania, ambalo ni sawa kabisa hivi wanavyosema Bwana ni msaada wangu. Yani aliumbwa kabisa awe yuko sawa, lakini baada ya anguko ikatokea hapo kuwa mwanamke ni lazima atawaliwe na mume wake. Na hili labda tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo 3:16. Isije ikawa ni ngumu kwa watu wengine kumeza, lakini ni neno. Neno katika Mwanzo 3:16 inasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Hii ni Mwanzo 3:16. Sasa unaona namna ilivyo. Kwa hivyo sasa anguko hili liliathiri vipi ndoa? Anguko la mwanadamu, kuzaa ikawa ni chungu, na nguvu kati ya wanaume na wanawake ikabadilika. Na kuna mjadala haswa katika karne 20 na 21 juu ya nini inamaanisha kuwa tamaa ya mwanamke itakuwa kwa mumewe, lakini atakuwa amemtawala. Kwa ili kuelewa mvutano huu ni muhimu kutambua Adam aliwajibika zaidi kwa kumsikiliza Hawa kuliko alivyokuwa na ushawishi, au kuliko alivyokuwa kwa kuweza kumshawishi Adam kula tunda. Maana kuna mambo mawili hapa sasa, kwa sababu wamewekwa pamoja na wanaenda hivyo, manake akatumia hiyo nguvu ya ushawishi kumshawishi Adam kuweza kumkosea Mungu. Naomba nisome hapa kitabu cha Mwanzo 3:17 mpaka 19. Sawa mwalimu. Inasema hivi, Mwanzo 3:17-19 inasema, akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa haya ndo matokeo sasa ya anguko. Anguko manake ilikuja kuathiri mpaka mambo ya uchumi, ikaathiri mambo ya ndoa na mahusiano vikaathirika. Kwa hiyo kwa kuchanganya kiwango hiki cha wajibu ambacho Mungu aliweka juu ya Adam kwamba lazima ale kwa jasho la uso wake na kurudi mavumbini kwa sababu ya chaguo lake, pamoja na maelezo ya Agano Jipya la madaraka ya mwanaume au daraka la mwanaume kuwa, enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Maana yake iko hivyo. Kwa hiyo huonyesha kwamba ukichwa wa mwanamume katika ndoa ulikusudiwa na Mungu tangu mwanzo, kwa maana ya kwamba mwanamume atamtawala. Labda haimaanishi kwamba kwa sababu ya anguko mume ndiye kichwa cha ndoa. Kwa inaonekana labda tangu mwanzo kabisa, hata kabla ya anguko, ilikuwa mwanaume ndo amuongoze mkewe. Lakini mkewe ndo amekuja tena akamshawishi huyu mwanaume, na mwanaume akaanguka. Sasa hilo anguko ndio matokeo yake yakawa yako tofauti. Kwa kuna mitazamo miwili ya kawaida ya kile ambacho Mwanzo 3:16 inamaanisha. Wengine wanaona kuwa wanawake wangetaka kuwatawala waume zao, lakini hawawezi. Na wengine ubisha kwamba inamaanisha kwamba wanawake wangetamani waume zao, lakini tamaa hiyo ingekatishwa tamaa ya mamlaka yake. Maana yake hivyo, kwa maana ndio maana ikabidi sasa
uambiwe kuwa wewe tamaa yako mwanamke itakuwa kwa mumeo. Yes. Na kuna tafsiri zingine zinazofanana. Sasa inategemea ni ipi sahihi, muhimu zaidi kuchukua asili ya uhusiano wa ndoa ilibadilishwa kabisa, kwa sababu badala ya kuwa mmoja wa upendo au umoja ambapo mwanamke anatenda kama msaidizi kamili wa mwanaume, maana yake kungekuwa na mvutano wa migogoro na mashindano. Kwa hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo huyu alitengenezwa kuwa ni msaidizi lakini ni mke. Kama jinsi ambavyo ameuliza swali. Kwa mke kwa maana gani? Kwa maana kuwa kwa mume wake. Yes, lakini pia awe mke kwa maana ya msaidizi yule ambaye ni helpmeet. Ambaye yani huyu ni msaada kabisa, kama neno la Kiebrania linavyoongea kuhusiana na Ezeli, ndio maana yake. Lakini swali la pili ameuliza, kwanza kabla sijaenda kwenye swali la pili, nieleze kidogo, je, ni nini wajibu wa mke kama msaidizi leo hii? Yes, wajibu wa mke kama msaidizi. Ingawa anguko liliongeza mizigo na matatizo kwenye ndoa, lakini Biblia inaonyesha kile ambacho wake wanaweza kufanya ili kutimiza wajibu wao kama wasaidizi. Na kuna mistari mingi inayopatikana kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusu nafasi ya mke. Haya tunazozungumzia, haya nafasi ya mke katika ndoa ni kama Waefeso 5:22 mpaka 25, unaposema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwa manake hilo liko namna hiyo. Lakini pia kuna kitabu kingine cha Tito 2:4 mpaka 5. Tito 2:4 mpaka 5 anasema ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Unaona, kwa maana yake neno la Mungu linaweza likatukanwa kwa sababu wanawake wakiacha kuwatii waume zao kama Biblia ilivyoandikwa. Sasa hapa Paulo anawahimiza wanawake vijana kuwa waaminifu kwa waume zao na kufanya kazi kwa bidii ili kujenga maisha ya furaha. Maana yake ile neno sasa lile swala usaidizi, kwa sababu ndio maana Mungu aliweka hiyo, kwa sababu kama kuanzia kwenye bustani ya Edeni mwanamke alipoleta chakula nyumbani ndio matatizo yakaanzia hapo. Unaona, yani chakula alipoleta chakula ambacho amepewa na bwana mwingine, ndio matatizo yalianzia hapa. Na mimi Mungu aweke wazi kabisa kuwa hapana. Sasa mwanamume ndo yeye ndo kichwa cha nyumba, akaweka wazi kwa namna hii. Kwa hiyo hilo likawa liko hivyo. Lakini pia mstari mwingine ni Mhubiri 4:9 mpaka 10. Anasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana watapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo wala hana mwingine wa kumuinua. Kwa maana yake hilo liko hivyo. Kwa kifungu hiki mara nyingi hutumiwa kwenye harusi, waona kama vile ndoa inalinganishwa na tunaita kodi tatu. Kodi tatu kwa maana kama ule utatu mtakatifu ule, na mara nyingi huonekana kama mwanamume, mwanamke na Mungu. Manake mwanamke anaitwa kuwa mshirika sawa katika uhusiano wake wenye nguvu. Lakini pia kupitia kitabu cha Mithali 31:10 mpaka 31, hiyo hatutasoma manake ni mistari mirefu kidogo. Inatajwa kuwa mke mwema ni mke mwenye busara ambaye anazalisha, yani mke na mama mwenye upendo, mpangaji na sifa nyingine nyingi za ajabu zilizoko huko. Sasa kabla tujamaliza swali hili, nataka je, wanawake au wanaume na wanawake wacha Mungu wanapaswa kusaidiana namna gani? Ambao wanamcha Mungu, swali ni kuwa wanapaswa kusaidiana namna gani hawa wanawake na wanaume? Hatimaye ugomvi kati ya wanaume na wanawake, kati ya mwanadamu na asili yake ya dhambi, unaweza tu kupatanishwa kupitia Yesu Kristo. Mke peke yake hawezi kufanya ndoa ifaulu.
wala haiwezi kufanya kazi ikiwa tu mume anajaribu yeye peke yake bila msaada wa Mungu. Na ikiwa wenzi wote wawili wanajitahidi kuwa zaidi kama Kristo, basi watachukua zaidi ya sifa zake kama vile upendo, wema na subira. Ndio maana unaona kuwa hawa wacha Mungu, wanawake na wanaume, wanapaswa kusaidiana kwa namna gani? Kwa sababu hakuna uhusiano na hakuna ndoa itakuwa kamili, kwa sababu tunaishi tu katika ulimwengu ulioanguka, tukumbuke. Lakini wanandoa katika ndoa yenye upendo wanaweza kumtegemea Bwana kwa uongozi zaidi. Tukumbuke wanandoa wote wawili wanapaswa kupatikana kwa mtu mwingine na kujitahidi kumuelewa mwenzake zaidi. Kwa sababu ndoa zenye afya ni wajibu wa wenzi wote wawili, na watu binafsi wakikusanyika pamoja ili kumheshimu Mungu kwa maisha yao na kusaidiana. Kwa hiyo ndoa ya Kikristo inakusudiwa kuonyesha upendo kati ya Kristo na kanisa lake kwa ulimwengu ulioanguka. Jambo la msingi ni kwamba mume na mke wanyenyekee kwa Mwokozi wao kwanza, na kisha kutafuta upendo wa Mungu ili kujenga uhusiano imara na kusaidiana. Kwa hiyo katika hili swali la mke ni msaidizi ama ni mke tu, Mungu alimuumba Adam kuwa awe msaidizi, awe mke tu. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa nimelijibu ili niingie swali B. Sijui kama wewe sasa una swali kwenye swali A. Sina swali mwalimu. Sawa. Twende B. Twende B. Aliuliza ni nani alimshawishi shetani kwenda kumjaribu Yesu? Maana kila kitu wakati mwingine kinakuwa na ushawishi. Hii habari iko kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 11, ambayo itaielezea tu kama maelezo. Kwanza kabisa tunaona Roho Mtakatifu ndiye anayemuongoza Yesu hadi jangwani ili ajaribiwe na Ibilisi. Baada ya siku 40 mchana na usiku bila chakula, Yesu anaona njaa kwa sababu aliuvaa mwili kabisa wa kibinadamu. Na Ibilisi anamshawishi Yesu ayageuze mawe kuwa mkate. Na Yesu akamjibu, mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate tu, bali anahitaji kila neno ambalo Mungu huwa anasema au kutoka kinywani mwa Mungu. Tukaona jaribio la pili lilikuwa kwa Yesu kujitupa kutoka juu kabisa ya hekalu na kuamuru malaika zake wamdake. Lakini Yesu alimjibu, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Hatimaye Ibilisi tena huyu anampa Yesu falme zote za ulimwengu ili kumwabudu. Yesu akajibu tena, imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Alafu Biblia inasema Ibilisi akamwacha Yesu na malaika wakaja kumtumikia au kumsaidia. Sasa kuelewa maandiko haya, majaribu matatu ambayo Mathayo anayaandika yanatoa mwanga katika masuala ambayo Yesu alikuwa akipambana nayo katika siku zake 40 jangwani. Sasa jaribu la kwanza nilikuwa niambie mawe haya yawe mkate. Kumbuka tatizo la kwanza ambalo Yesu alikabiliana nayo lilikuwa jinsi ya kutumia nguvu zake za kimuujiza. Hilo ndo jaribu la kwanza kabisa, likiwa ama kuzitumia kwa sababu zake binafsi au kuwasaidia wengine. Kwa hiyo Yesu alijinyima nafasi ya kutosheleza njaa yake, ingawa alikuwa amefunga siku 40 mchana na usiku. Hilo linaonyesha kwamba hashughulikii vitu vya kimwili, bali chakula cha kiroho kinachotolewa na Mungu. Kwa nini? Si kana kwamba Yesu alishindwa kugeuza yale mawe yawe mkate. Kama mtu aliweza kugeuza maji yakawa divai, angeshindwaje kugeuza mawe yawe mkate? Lakini pale kusudio lingekuwa amemtii shetani na sio kutii kusudi ambalo Mungu amempa kwalo. Kwa hiyo lilikuwa jaribio la kwanza. Lakini jaribio la pili lilikuwa ni jitupe chini, maana atakuagizia malaika zake wakudake. Yesu aliambiwa ajitupe huko katika sehemu ya juu kabisa ya hekalu. Kwa katika wakati mmoja Ibilisi mwenyewe sasa ananukuu maandiko ananukuu maandiko tena, kwa sababu changamoto ya Yesu ilikuwa kutumia nguvu zake vibaya. Lakini pia alimtaka Yesu athibitishe kwamba yeye ndiye Masihi na kwamba yeye ni mwana wa Mungu kweli kweli. Kumbuke hili na rejea lilikuwepo hapa. Sasa swali hili lilikuwa muhimu kwa Yesu kushughulika, kwa sababu angekabiliwa nalo tena na tena, huku watu wakitilia shaka utambulisho wa mamlaka yake. Na sio kuwa alikuwa hana nguvu za kufanya hivyo, alikuwa nazo. Lakini jaribio la tatu sasa, akasema inama chini
nisujudie. Anamwambia ukianguka chini kunisujudia, manake mimi nitakupa hii miliki yote. Hili ni jaribu la kujitoa kwa Yesu, kwa Mungu, na pia tamaa yake ya mamlaka ya kisiasa. Mimi naweza kusema hivyo. Umeona? Kwa sababu ndivyo. Hata hivyo Yesu alionyesha kwamba wazo lake la Masihi si yule aliyekuwa na mamlaka ya kisiasa, bali yule aliyetanguliza ufalme wa Mungu. Ndio maana tunaona haya majaribio yote, na Yesu kila jibu anajaribu kujibu kunukuu kutoka Agano la Kale. Tukumbuke kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati, hali inayoonyesha kwamba Yesu anapojaribiwa na kuhisi yuko katika hali ngumu, anatafuta mwongozo wa neno la Mungu. Na kama matokeo ya majaribu, Yesu alikuwa na nguvu na tayari zaidi ya huduma yake, kwa sababu alikuwa amekaa njia 3 za uongo za kufanya kazi ambazo Ibilisi sasa alikuwa amezitega hizo njia. Amemtegea Yesu hapa, kwa maana kuwa kutoa tu kwa ajili ya mahitaji ya kimwili kwa ajili yake, lakini pia akitumia uwezo wake kufanya hila za miujiza ya kujipatia umaarufu. Ndio maana unakumbuka pale anambia jitupe kama wewe ni mwana wa Mungu. Maana angeweza kufanya hivyo. Na malaika kweli wakaja wakamdaka, lakini hakutaka hilo. Alafu kingine ni kujitoa katika maovu ili kupata utajiri, au tunaita mamlaka ile ya kisiasa. Kwa hiyo haya ndio katika utangulizi wa majibu ya swali hili kuwa ni nani alimshawishi shetani amjaribu Yesu. Tumeona majaribu yaliyokuwa namna gani. Sasa turudi kwenye kiini cha swali katika kumalizia. Nani alimshawishi shetani kufanya haya yote? Shetani alishawishiwa na tamaa yake mwenyewe ya kutaka kuendelea kuwa kama Mungu huku duniani, akiendelea kuwatesa wanadamu kwenye vifungo vya mateso mengi. Kwa sababu kumbuka, azma ya shetani tangu mwanzo, huko mwanzo wakati anaitwa Lucifer, hata hajapewa hayo majina. Maana kumbuke, baada ya kutoka kule Lucifer hasa ndo majina yakaanza kubadilika. Akaitwa shetani, akaitwa Ibilisi, akaitwa yule joka, akaitwa mambo mengi, muovu na hivyo. Kwa hiyo ukumbuke azma yake ambayo alikuwa nayo tangu mwanzo ya kutaka kuwa Mungu, mpaka akafukuzwa mbinguni akashushwa duniani, na huku duniani akaja kugundua Mungu amemuumba Mungu wa duniani huku ambaye alikuwa ni Adam. Kwa hiyo Ibilisi alipoona hivyo akaamua kuwa atachukua ule uungu kutoka kwa mwanadamu ambaye ni Adam, na kweli akafaulu katika hilo. Maana Adam alipopiga magoti akavua taji ile Mungu aliyomvika ya uungu akampa shetani. Shetani ndio akawa mungu wa dunia hii. Ndio maana unaona hasa Biblia inasema ambao mungu wa dunia hii. Alafu Yesu mwenyewe aliwahi kusema, tazama mkuu wa dunia hii anakuja kwangu, lakini hana kitu kwangu, kwa sababu kwa Yesu pale hakupata chochote, hakupata kitu chochote. Kwa ndivyo. Kwa alipokuja Yesu Kristo, kama angekubali mojawapo ya yale majaribio 3 aliyopewa, basi angekuwa naye ametii na kuanguka kama Adam alivyoanguka. Ndio maana unaona Yesu alisema anakuja huyu mkuu, lakini kwangu hana kitu, hanidai chochote. Katika majaribio yote akutii hata moja. Lakini kilicho mshawishi Ibilisi, au nani alimshawishi shetani kwenda kumjaribu Yesu, ni tamaa yake, baada ya kutaka kuendelea kuutawala huu ulimwengu. Kwa sababu alikuwa anajua kabisa huyu amekuja kukomboa ulimwengu, na amekuja kuninyang'anya hizi funguo. Kwa akininyang'anya atamrudishia mwanadamu asili aliyokuwa nayo kwenye bustani ya Eden. Kwa ndio maana sasa, ili aendelee kuwatesa wanadamu, akaamua sasa amjaribu hata Yesu Kristo. Sasa anasema, ikiwa we ni mwana wa Mungu, kwani hajui kama huyu ni mwana wa Mungu? Sasa ikiwa we ni Masihi, kwani hajui kama huyu ni Masihi? Kwa Masihi hakuhitaji kuonyesha umwamba wake eti kwa kutia agizo la shetani, eti kumuonyesha shetani nguvu zake. Yeye alijijua tu, mimi ndio mwenyewe, kwa siwezi kutii hiki ambacho Ibilisi anachokiongea. Kwa hiyo ndio maana unaona alitumia zile alizotumia kwa kina Adam na Eva. Alikuwa anasema eti Mungu amesema. Eti amesemaje? Amesema mkila hii. Sio eti amesema, ndivyo alivyosema. Lakini aliwajaribu, aliwapata. Ndio maana wakuta amekuja na mitego hiyo hiyo. Ikiwa wewe ni mwana wa, kwani Yesu hajijui kama yeye ni mwana wa Mungu, hajijui kama ni Masihi. Kwa hiyo ndio maana kwa azma yake ya kutokea moyoni kwake, hiyo ya kutaka kuutawala ulimwengu, ndio iliyompelekea kumshawishi aanze kumjaribu mpaka Yesu.